Uso wa nchi ni ardhi. Ardhi ni thamani sana sana. Ugomvi bwana kutokea. Manake moja kwa moja Ibrahim asingezingatia agano la Mungu. Wangeuana wale watu katika Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahim, yaani kwa ufupi, ukija mwenyewe bwana akasema sawa, usiwepo ugomvi kati ya mimi na wewe. Wewe unataka uende wapi? Lutu alienda wapi? Alienda wapi? Alienda upande gani? Alienda upande ambao kuishi yake ilikuwa hatari. Lakini hata hivi Ibrahim hakumsahau. Hata hatari ilipotokea akasema naenda kuchukua ndugu yangu. Maana hapo kwa ufupi Biblia yote kaandika yote. Wenda alijua ugomvi uliopo si sababu ya kibinadamu, bali ugomvi uliokuwepo ilikuwa ni sababu ya kuambatana na mtu ambaye hana wito. Hebu tusome kwanza Mwanzo 13 kuanzia mstari wa 7. Biblia inasema hivi: Kawapo ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanaani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abraham akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wa kwako, maana sisi tu ndugu. Mstari wa 9. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusii. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitaenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, kabla ya Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora. Lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Suari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani na Lutu akakaa katika mji wa lile bonde. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Sasa hapa tunajifunza kuanzia mstari wa 7 kwamba baada ya kutengana Lutu alipewa uhuru. Abraham alikuwa na imani ya kwamba Mungu aliyeweka agano ndani yake atalitimiza. Akasema basi usiwepo ugomvi, kwa sababu sisi ni ndugu. Akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Sasa tukianza na mstari wa 8, Ibrahim alikuwa anaelekea kwa Yesu. Anasema usiwepo ugomvi kati ya mimi, maana kwa ufupi anatengeneza mazingira kwamba yeye ni mkosaji. Halafu mstari wa 2 anasema kwamba pia kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako. Maana amejitengenezea mazingira ya kupokea kosa lisilo la kwake, kuonyesha kwamba yeye ni mkosaji na wachungaji wake yeye ndio wakosaji. Baada ya hapo mstari wa 9 anasema, je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusii. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Sasa kwa mstari tunaweza kujifunza huyu mtu alikuwa hana, alikuwa hategemei alivyonayo. Alikuwa anamtegemea Mungu aliyempa kila kitu. Maana angekuwa mwingine angesema hivi bonde la Yordani lina rutuba, angelingangania. Kwa sababu Biblia inasema kwamba
mwanzoni kabla Mungu hajaharibu Sodoma na Gomora lilikuwa linaonekana kama bustani la Bwana. Sasa kama kuna neno kama lilikuwa linaonekana kama bustani ila haikuwa bustani, hiyo ndio maana yake. Hata kwenye maisha yetu kuna vitu vinaweza vikaonekana bustani lakini sio bustani. Lutu alichanganya kaenda. Mstari wa mwisho anasema kwamba hawa watu walikuwa wanakaa hili eneo. Mstari wa 13. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nakupa wewe na wazao wako hata milele. Tunaanza kusikilizana kwamba tumesema ni mfano wa jagi labda la kimani ambayo limefunikwa. Ili uweke baraka ya maji lazima utoe ule mfuniko. Lutu alisimama kama kizibo cha baraka kabla, yaani Ibrahimu aliposimama kama kizibo cha baraka, kilichofanyika ni kimoja: ugomvi uliotokea haujawa mpya pia hata kwenye Agano Jipya, kwa sababu ugomvi ule uliotokea kwa Abraham ukamfanya awe baba wa imani wa vizazi na vizazi na hata milele. Ule uliwahi tokea kwa mtumishi wa Mungu Paulo pamoja na Barnaba. Ikafika kipindi wakajitenga, lakini walipotengana injili ilizidi kuvuma zaidi. Sasa hapa tunaona kwamba Sodoma, kwa sababu walikuwa ni watenda dhambi na Lutu ameenda kujipachika kule, baada tu ya kuondoka Mungu akamwambia sentensi kubwa Abraham kwamba inua macho yako tazama kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tukiwa nao, kuna vitu tukiwa navyo vinatuzuia sisi tusigeuze macho, vinafumba nuru kwenye mioyo yetu, hatuoni cha kufanya. Yaani mfano, ukiwa na mtu unayemtegemea uwezo wa kufikiri unafanya, akiondoka mtu unayemtegemea uwezo wa kufikiri unafanya. Kwa hiyo Mungu si furaha kwake watu wawe sababu ya wewe kudumaa kumtafakari. Biblia inasema nini? Tuyatafakari yaliyo juu. Mungu akamwambia Abraham, inua macho yako itazame nchi yote ninakupa wewe na hata wewe. Maana sasa hivi kuna maombi yetu, huwa tunamuomba Mungu, tunasema hivi: Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, ingawa tumalizia Kristo. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa nini tunasema Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo? Kwa sababu hawa ni watu pekee ambao walipewa ahadi ya milele. Hata sisi tunapomtegemea Yesu tunakuwa watoto wa baba yetu Ibrahimu kiimani. Na kinachotuunganisha ni kwamba tunapata baraka za milele. Kwa tunaenda kwenye historia ya Ibrahim, Isaka na Yakobo kuchukua baraka za milele kupitia Yesu. Ndio maana huyu Yesu anakuja na kuthibitisha maisha ambayo Ibrahim aliishi na Lutu. Anasema mimi sijaja duniani kufanyika labda nilete amani kati ya ndugu na ndugu. Mimi nimekuja muda mwingine kufarakanisha ndugu na ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema ya kwamba Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo
ukatazame kutoka hapo ulipo. Jamani, ndivyo ulivyo. Hatua hiyo hiyo ukawa na bidii kusikiliza sauti ya Mungu. Mungu anakuambia uinue macho hapo hapo ulipo. Kwa hali hiyo hiyo, kwa jinsi hiyo hiyo, kwa namna hiyo hiyo, kwa udhaifu huo ukawa ni mtu unayeweza kuinua macho. Yaani ukawa ni mtu ambaye unaweza kufanya maamuzi kwenye moyo kimatendo. Hapo hapo ulipo, Mungu anaweza kutengeneza agano milele. Hapo hapo. Sio lazima uwe pale, hapo ulipo. Mungu akasema inua macho yako. Maana huyu mtu asingeinua macho yake, hakuna ahadi ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alisema hivi, ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini, baada ya hapo wa kusini, baada ya hapo na wa mashariki, baada ya hapo na wa magharibi. Kipandisha kule juu, mtu alienda upande gani? Mtu hapo alienda upande gani? Au dunia ina pande ngapi? Si nne jamani. Hata upande ambao Lut alienda bado nikabisiwa kwa nani? Abraham. Yaani tuchukulie Lut labda ameenda upande wa kaskazini. Mungu anakuja anamwambia Abraham, hapo hapo ulipo, tazama upande wa kaskazini, hapo mashariki, magharibi na kusini. Maana amemaliza pande zote. Mungu hanyang'anyi alichomwahidi. Kwa sababu ili umnyang'anye mtu alichoahidiwa na Mungu, lazima umnyang'anye mtu. Mungu ndio mwamuzi katikati ya miungu. Tunaonewa na miungu, hatutajua kile. Hatujajua huyo Mungu wa dunia anayetusumbua tuchonganishe. Kwa ufupi, Lut alifanya kazi bure. Yaani kuchagua upande, alifanya kazi bure. Kwa sababu pande zote za dunia alikabidhiwa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni jambo la kutisha na la kushangaza ambalo Mungu alifanya. Abraham naye wenda alikuwa anashangaa. Upande zimeshama mshinda imekwaje? Akaambiwa inua. Akaona upande wa kwanza. Sasa baki mbili. Na ya tatu imeshama ameshaenda. Akaona upande wa pili. Sasa baki moja. Akaona upande wa tatu. Sema, simeisha. Akaona upande wa nne ambao unaendelea. Haleluya. Ndio maana sisi tukishapokea Yesu tunapata baraka zote za kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama tunakuta sehemu inamilikiwa na miungu, sisi tumeshaonyeshwa pande zote nne za dunia. Haleluya. Tunabadiliki kwa damu ya Yesu Kristo na mamlaka yake inakuwa juu yetu. Kwa kupenda au kutokupenda, sisi ni wamiliki. Ndio maana Mungu anatamka wazi ya kwamba popote mtakapokanyaga, si popote mtakapoombea, mtakapokanyaga tupa nimewapa kuwa pendo. Kwa nini? Ashasimama kwa Ibrahimu na alizaki zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Pande zote. Sasa ukiangalia hapa, baada ya kuwa amejisema, mstari wa 14 anasema kwamba upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata sasa tuchukulie, tutengeneze hii familia sasa. Ibrahim anamzaa nani?
Isaka. Sasa ambaye ni Isaac kwa Kiingereza. Isaka anamzaa nani? Yakobo anamzaa nani? Anayefahamika Yusufu. Na Yusufu alichukuliwa hivi. Yusufu alichukuliwa hivi. Tuko pamoja. Na ndugu zake. Alipotupwa shimoni na ndugu zake. Na watu wakasema, "Tuchukue angalau basi tumuuze hata kwa Ishmaeli." Wakachukua, wakawauza kwa Ishmaeli. Ahadi ya Mungu ikawa inaendelea kufuatilia agano ambalo alitengeneza Ibrahim. Kule Mungu akaenda na kumkuta. Akawa kiongozi mkubwa katika nchi ya Israeli. Akawa bwana katika nyumba ya nani? Ya Farao. Akawa bwana. Agano la Mungu ndio kufanya kufuatilia. Njaa imetokea kule. Wanashangaa. Mwanzo 45. Wale watu wanaenda kutafuta chakula. Wanamkuta Yesu. Ndio kiongozi. Ndiye anayesimamia chakula. Wakati ule miaka 7 ya njaa imeshatokea. Wananchi duniani zinahangaika. Wanamkuta Yesu. Hata wakumfahamu kwa sababu alikuwa amebadilika. Wamehangaika, wameenda mara ya kwanza, wamenunua chakula, wanarudi, Yusufu ameweka na hela ili vifurushi vya chakula chao. Hajapokea shilingi 100. Wakashangaa. Mbona mtuwekea hela? Baadaye wakaja kugundua Yusufu alipojitambulisha sasa. Mimi ndio yule Yusufu ambaye mliniita. Mkanileteni babangu Yakobo aje nije nimtunze. Ndugu zake wote wakakusanyana, wakapeleka, wakahamia Yesu. Maana ile siku inafika ya mtu wa Mungu Yusufu kufa, amezeeka. Yakobo kufa, amezeeka. Yusufu aliwapeleka watoto wake, yani vijana wake, ili Yakobo awaombee baraka. Sasa Yakobo amezeeka, anaombea, akakuta mkono wa kuume ameweka kwa mtoto mdogo wa Yusufu. Wa kushoto ameweka kwa baba, sivyo? Badilisha mikono kwa sababu huyu ndio mzaliwa wa kwanza. Yakobo akamwambia hivi, mimi najua kwa huyu mdogo lakini namwambia. Maana yake ni alikuwa anaendelea kutengeneza mazingira ya kwamba hatuishi kiutaratibu, bali tunaishi kama aliyetupa maagizo na kutengeneza agano na sisi atakavyo. Ndio maana Matendo ya Mitume 17:28 inasema kwamba katika Yesu tunaishi, tunakwenda na tunakuwa na uhai kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapo kuna utaratibu uliendelea kuwatesa watu. Utaratibu wa dini ukaendelea kuwanyonga watu. Watu wanapitia maumivu makali. Hadi Yesu akatamka kwa sababu kwamba jihadharini na hao watu wa dini wanaovaa mavazi marefu. Akaona utaratibu unaendelea kuwanyonga. Yesu akaja akatibua utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akataka watu waishi katika uhuru. Tuone mtu wa Mungu. Miongoni mwa kitu ambacho kitatusaidia sisi tuishi kwa amani na furaha ni kuwa huru katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana tuwaweka huru, tutakuwa huru. Maana wewe ukawa huru kweli kweli kama hujui kinachoendelea. Kama hujui utaratibu ulioko katika Bwana. Lazima tujue siri na utaratibu ulioko katika Mungu. Ndipo tutakaposhinda. Abraham agano lake limetembea. Agano la Mungu lilinena mema katika nchi ya Wayahudi. Hata gerezani agano la Mungu lilizidi kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Agano ambalo Yesu alilitengeneza na wewe litazidi kuongea hata kama uko kaburini. Litazidi kuongea hata kama uko katikati ya msitu mnene. Litazidi kuongea hata kama umefungiwa katika gereza. Litazidi kuongea, haiwezi kuacha. Unaozidi kumangania Mungu kwa mkakati, hakuna jambo litakaloshinda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna litakaloshinda. Ibrahim, Isaka, Yakobo, Yusufu, jamani, vizazi vingapi? Ni watu wangapi? Wanne. Bado agano linasema. Ni mfano. Damu ya Yesu imemwagika miaka ngapi? 2 na kitu.
lakini siwezi kusema kwa damu ya Yesu hakuna uchafu unaosalia. Tunataka nini kusema kwa damu kumwagika kwa ajili ya watu wengi, kwa ajili ya upendo na nini? Hata kama majaribu yatakuja, mambo gani yatakuja, kama siku ya kwanza ulisema Bwana awe unamfanya Bwana awe mwokozi wa maisha yako, hakuna uharibifu wa maisha kwenye maisha yako. Umeacha kuishi nyakati za Mungu, umeacha kuishi mkakati, umeacha kuishi matendo, umeacha kubariki. Unaponunua mavazi umeacha kutamkia jina la Yesu kwenye mavazi yako. Unapokunywa maji umeacha kutamkia jina la Yesu kwenye maji unayokunywa. Unapokula chakula umeacha kutamka jina la Yesu kimkakati. Ndio maana uone matokeo. Lakini ukianza kumtamka Yesu kimkakati kwa kila unachofanya, kwa kila unachotenda, mtu wa Mungu, agano la Mungu ni la milele. Agano la Mungu sio story. Agano la Mungu sio utaratibu wa dini. Agano la Mungu lilifanya Paulo aliyekuwa ametengenezewa agano ili wakati ambao wanaenda Dameski kutesa watu wa Mungu. Agano la Mungu lilifanya chombo kilichokatika, kilichoharibiwa kwenye maji kisizame. Ni agano la Mungu. Agano la Mungu aliloliweka kwa Yesu, chombo kilipokuwa kinateketea, kinahangaika, Yesu alikuwa amelala. Chombo kilikuwa kizami kwa sababu yupo aliyebeba agano. Hata kwenye familia zetu tutakuwa salama na wengine watakuwa salama kwa sababu kati yetu yupo aliyebeba agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana shetani atapambana kuharibu wewe uliyebeba agano. Kama haitoshi, tukiangalia kile kitabu cha Samueli, agano la Mungu lilipokuwa linakaa hapo, hakuna nilikuwa nateketea hata Mungu. Agano la Mungu ilikuwa ni sanduku la agano. Wakati Mungu anaanza kutengenezea kwa nzuri ili sisi wanadamu wa leo tumwelewe Mungu ni nani, ilikuwa ni sanduku. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ile sanduku kiweka hapo hivi unashinda. Sanduku. Sasa sanduku sasa hivi ni vipi? Sasa hivi Yesu ametengeneza lugha nzuri ya kwamba sisi tuko ndani ya sanduku, na sanduku nani? Yaani kaeni ndani yao na mimi ndani yenu. Ndipo tunataka sisi. Watu wengine wanachukua sanduku moja kwa sanduku liache mara moja na rudi. Unapoenda unakutana na changamoto na sanduku. Au kama ulikuwa ndani ya sanduku unatoka ni sanduku. Sanduku nyingine baadaye. Ukishatoka tu. Sisi story kwamba Ibrahimu alishinda majaribu. Majaribu sio kitu kidogo. Kwa maana kuna mwingine alimshinda. Ameipa kwenye misheni, njaa ilipotokea alisimama. Wanaweza njaa ilipotokea alisimama. Kwenda kujiokoa wapi? Misi. Sasa nikuulize, utakuangalia Mungu wa ajabu. Kwani njaa ilipotokea tena kule alipotoka? Kwa sasa Yesu picha ile iko wapi? Misi kwa wala wale hawakimbilia kwa Yesu. Manake nini? Mungu alikuwa anatengeneza tafsiri nzuri ya kwamba pale atakapo kuwepo mwenye agano yuko kwenye siku ile. Kwa maana mwenye agano alipotoka kule njaa ilitokea. Alipoenda kule wale walifuata kule. Mwenye agano na akili anamwambia hivi Farao, unasikia? Kuna njaa itatokea hapa. Tuweke baada chakula. Ndio baada ya wanaona wapi? Mwenye akili anajua miaka 7 leo kuja kama kutakuwa na njaa, wakaweka mataifa mengi yakakimbilia, Yusufu anakimbia. Mwenye nini jamani? Mwenye agano. Mwenye agano. Mwenye agano. Ndio maana kitu kinachofanyika na shetani ni kusababisha agano na nani? Bwana Yesu asifiwe.
Anasema kwamba baada ya Abraham na Lutu kuanza kugombana pamoja na wale wachunga mifugo wao, migogoro ilitokana na sababu zifuatazo. Migogoro ya wachunga wa Lutu na Abraham ilitokana na sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, kuambatana na mtu ambaye hajakusudiwa na Mungu. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza, kuambatana na mtu ambaye hajakusudiwa na Mungu. Jambo la pili, wivu wa kibinadamu, yaani wivu na tamaa ya kibinadamu iliyokuwepo kwenye moyo. Ndio maana akaenda sehemu ambayo kuna bustani, unaonekana kama bustani, asiwe kesho kuna mabaya. Sababu ya tatu, kukosa umakini wa kumuuliza Mungu aliyemuita Abrahamu. Abrahamu alikosa umakini wa kumuuliza Mungu aliyemuita. Yaani sawa na wewe, baada ya kuokolewa kwenye wokovu huu ulionao, unakosa nguvu ya kumuuliza nani? Mungu. Hebu ngoja basi ukikwenda, wakisema huku, huku, Kengele chetu. Sababu zilizomfanya Ibrahim ashinde jaribu la mgogoro. Jambo la kwanza, Roho wa Mungu ndani ya Abraham. Roho wa Mungu ndani ya Abraham. Lakini jambo la pili ni utulivu wa kimaamuzi. Utulivu wa kimaamuzi. Kumbuka, usiendeshe na miemko. Usifanye kwa sababu mwingine anafanya. Usisimame kwa sababu mwingine ameshasimama. Wanafunzi kupana na sisi darasani. Mwalimu akaingia ghafla. Watu wamesimama wameshasimama. Sasa anasema thank you sana, wanakaa. Yesu alikuwa anasikia. Anapata mkumbo kwa sababu wengine wamesimama. Sasa wengine ndio hiyo wanasimama. Good morning. Yeye anaanza kucheka. Mkumbo, yaani maana yake alikumbuka. Haelewi. Kwa Yesu asifiwe. Ibrahim alikuwa na utulivu. Kwenye akili unazinduka, kishazinduka, unaangalia kuna kitu gani. Alafu unacheka. Kwa mfano mmoja, nasema kuna mtu alikuwa anaidi kanisani.